Tumefika kwa sababu wilaya yetu imekuwa na mfululizo wa matukio ambayo kusema kweli hayana sura nzuri. Sio muda mrefu wilaya hii tulisikia eti mtu kaliwa na mamba, alafu mamba amemtema baada ya siku 7. Huyu aliyetemwa na mamba ametoka mzima, ana mkwaruzo, ana janini, siku 7 yuko kwenye tumbo la mamba. Shangaza, huyo mamba ni kibwengo au ni mamba wale tunaowajua? Si mnajua mamba Hivi mamba kweli akuparue alafu akuingize tumboni ukae siku 7 utoke hivyo hivyo tu, kama baadaye watu wanakuona huko kama mtafungwa anavyoongea hivi hapa? Alafu mtu mwenyewe wakati anachukuliwa na mamba hapo anasema, mdogo wangu mamba amenichukua, naomba ukaniagie wazazi wangu, mamba akanichukua. Jamani, hivi mamba tunayemjua sisi akifanya shughuli yake utakumbuka kuaga? Hatujakaa sawa. Tukaambiwa tena, hilo ndio linasikitisha zaidi. Mtu kaja kanisani wanapanga, aingia kanisani aendi kusali, anaenda huko mbele huko kule mbele kule kwa Katoliki, si mnajua kule mbele ni wapi kule? Mnaenda kawaida tu hivi, anapitiliza bizi, anaenda huko. Wamemzuia kumtoa nje, wamkata mmoja wa panga, wa pili panga. Lakini mbaya zaidi sasa, watu walioko kanisani wanaomuomba Mungu na walioko nje nani wakajichukulia sheria fanya yao. Yule mtu bahati mbaya amepoteza maisha, jambo ambalo pia sio zuri kabisa. Achilia mbali, mwaka jana tulikuja huku pia tena, tunaambiwa kuna watu wanaitwa sui Kamchape, wanatoa nini, uchawi, namsafisha mtu anakuwa safi na mambo yao pale, baadaye wanasema eti mtu kawa safi. Safi vipi? Haya yote niliyoyataja yameshughulikiwa kwa mujibu wa sheria, yote yameshughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa sababu leo ninyi hapa ni wawakilishi wenzenu wengi walioko Ukerewe, Kagunguli na Ukerewe kwa ujumla, kama kuna changamoto yoyote ya kiusalama kupitia kwenu mtuambie, vyovyote vile iwavyo. Ndugu zangu, tusifikiri kwamba kujichukulia sheria mikononi ni jambo jema. Tunaruhusiwa kufanya ukamataji salama. Hatuna mamlaka ya kuwahukumu watu. Mtu anapofanya tukio la kihalifu, wajibu wetu kama wakazi wa Kagunguli ni kumshika kwa usalama, kumkabidhi kwenye vyombo vya usalama ili haki ikatendeke dhidi yake. Haturuhusiwi kujichukulia sheria mikononi, haturuhusiwi kwa namna yoyote ile. Naomba viongozi wote mlioko hapa msije mkabariki mambo ya kujichukulia sheria mikononi. Tukiyaruhusu yakakua, yakaota mizizi, yakaonekana ni jambo la kawaida, kuna siku wananchi watafanya vitu vya ajabu, alafu sisi viongozi tutabaki tunashangaa. Tusikubali kabisa. Tuache mahakama, tuache vyombo vya kusimamia sheria vifanye kazi yao. Sisi hiyo sio kazi yetu, tuna wajibu mwingine kwa mujibu wa sheria. Elimu walioitoa ni ya msingi sana,
na ni ya muhimu. Kwa kweli naamini kwamba katika wote tulioko hapo tutatoka hapa tukiwa na badiliko kubwa, na tutaendelea kufanya kazi kwa uaminifu na kwa ajili kuwa pamoja pia na maaskari. Mimi nafikiri hawakuwa kwanza wana kanisa tu, maana yule bwana kuumizwa, simu zilipigwa sehemu nyingi, kwa hiyo watu wengi waliingia, walifika pale. So kilinganisha yule bwana alikuwa na marafiki, ndugu na jamaa hapa. Kwa hiyo waliweza kufanya maamuzi ambayo kwa kweli hayakuwa ya busara. Mimi mwenyewe nilisema kwa kweli kutakiwa muue ghafla, wamwache kwanza ahojiwe, aseme kuna kitu gani, tumwangalie ni mvuta bangi, alitumwa au nini. Kwa hiyo ilitakiwa ufuatiliaji mkubwa sana kwa maelezo yake yeye mwenyewe ambayo angeyatoa.